Leo tutatoa kwanza shule zilizokutanika hapa kwa ajili ya kupokea vifaa ni Nyarigamba A, Mwembeni A pamoja na Mwembeni B pamoja na Mwisenge B. Lakini katika Nyarigamba A tuna wasichana 6 na wavulana 11, jumla wapo 17. Mwembeni B wasichana wapo 23, wavulana 22, jumla 45. Na Mwisenge B ni 36 wasichana, wavulana 24, jumla 60. Kwa hiyo jumla ya watoto watakao nufaika leo hapa na vifaa saidizi ni 122. Hawa ndio watakao patiwa vifaa saidizi kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano, kurahisisha movements zao kutoka mahala pamoja hadi mahala pengine. Kwa hiyo hilo ndo jukumu kubwa la leo, pamoja na majukumu mengine ambayo tumefanya kupitia mradi huu. Ni pamoja na uhamasishaji wa jamii na wape elimu kampeni kwa ajili ya kuhakikisha jamii inawathamini watoto hawa wenye ulemavu na inawasaidia kupata mahitaji yao ya msingi. Lakini zaidi ni kuondoa unyanyapaa kwa watoto hawa wenye ulemavu, kwa sababu hiyo ndio changamoto kubwa inayowakabili hawa watoto. Wanafichwa majumbani, hawafichuliwi na nani. Kwa mfano, tulipita katika kata 6 za halmashauri ya Msoma vijijini. Kwenye sensa inaonesha kama kuna watoto wenye ulemavu 60 tu, lakini kupita kwetu kuhamasisha na kuwaibua tulipata jumla ya watoto 267 ambao wapo kwenye jamii, lakini hawakuibuliwa kwenye taarifa za sensa, hawapo na wanahitaji wahudumiwe watoto hawa. Kwa hiyo tuna kampeni kubwa ya kuhakikisha watoto wote wenye ulemavu katika mkoa wa Mara wanaibuliwa na wanapatiwa huduma. Isaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kulea, kusaidia na kuibua watoto ambao sisi wenyewe wazazi tumeshawaonea ni kama tunawaficha, ni kitu kibaya. Tunawashukuru sana, lakini nitumie nafasi hii kuwaambia watoto wawe na amani. Wale wote ambao wananyanyapaliwa na kuzuiliwa kuja kuweza kupata elimu. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi sote na kutuweka katika hii nchi nzuri ambayo ilishaandaliwa hapo mwanzo, tuweze kunufaika kwa kile ambacho kipo. Wajibu wa mzazi ni kuhakikisha kuwa watoto wanapata huduma stahiki. Nitoe wito kwa wazazi, lakini naamini pia Justin Foundation itatuendelea kutusaidia, na pale ambapo mtakuwa mnahitaji msaada wa serikali tutawasaidia. Muendelee kuwaibua, na wale ambao wataonesha kukaidi, hatua za kiserikali pia ziweze kuchukuliwa, kwa sababu sio kitu kizuri. Ninaamini walio hapa, hata walimu wanaweza kuwasaidia zaidi ya watoto. Watakapofika kwenye maeneo haya, kilichobaki ni kuwafanyia counseling, tia moyo. Ninaamini kati ya watoto wapo ambao wana vipaji maalum, wakipata usaidizi wanafanya vizuri na wanakuwa na wanafunzi wengine, na wanafunzi wengine ambao mko karibu na hao watoto, muwape ushirikiano, muwaoneshe upendo. Watoto mmesikia? Watoto mambo? Nimesema muwape nini? Ushirikiano, muwapende. Ukimpenda mwenzio anafurahi, lakini ukimfanyia vibaya. Taasisi isiyo ya serikali inayotuunga mkono, tunazidi kuwapongeza, na sisi tunahakikisha kwamba tutakuwa pamoja na nyie mtakapotuhitaji. Hata katika ubainishaji tutajiunga na nyie kwa kupitia wataalamu wetu, ili tuweze kufanikisha vizuri zoezi hilo la kuwabainisha hawa watoto wetu, ili asibaki hata mtoto mmoja ambaye atashindwa kupata elimu.
Kipekee naendelea kuwatia moyo kwa jambo hili kubwa mlilolifanya siku ya leo, na tunawaombea Mwenyezi Mungu awajalie muendelee kutuunga mkono katika programu zenu kama ambavyo mtakuwa mmepanga. Nasema asante kwa yote na Mungu awabariki sana. Hizi kwa ajili ya vijana wetu wenye ulemavu, lakini pia kuweza kutupatia uniform, vitabu, madaftari, kalamu kwa ajili ya kuwawezesha vijana wetu wenye ulemavu. Naomba tuwapigie makofi St. Justin Foundation. Lakini pia kwa namna ya pekee niwapongeze walimu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Nimefurahi sana kumuona kijana wetu, mtoto wetu Bahati akiandika mwandiko mzuri kwa kutumia kubwa iliyofanywa na walimu wetu na walezi wake. Naomba tuwapongeze. Wamefanya kazi kubwa na kazi nzito kuhakikisha kwamba pamoja na ulemavu wa mikono, lakini waweza kutumia viungo vingine kuweza kuandika vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana walimu na walezi wa Bahati. Pia niseme asante kwa walimu na walezi kwa ujumla kwa kuweza kuwatunza vyema watoto wetu, lakini pia tunasema kwamba serikali iko pamoja nanyi kuweza kuhakikisha kwamba tunaona ustawi wa watoto wetu. Kwa kupitia mashirika haya sio ya kiserikali, serikali inatambua na kusamini mchango mkubwa unaofanywa na mashirika sio ya kiserikali, ambapo kimsingi majukumu hayo yote yalipaswa kufanywa na serikali, lakini kwa kupitia wadau wa maendeleo kama St. Justin Foundation wameweza kuisaidia serikali, lakini pia kuweza kuonyesha ushirikiano wao katika jamii na kuweza kuona ustawi wa watoto wetu. Kwa hiyo tunasema asante, na serikali iko tayari kushirikiana na mashirika sio ya kiserikali kuwawezesha watoto wetu na jamii nzima, ili mwisho wa siku tuweze kuona ustawi wa jamii. Kwa hiyo maneno yangu ni hayo, asanteni sana. Nafasi nzuri zaidi ya kuwasaidia hao watoto. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake, kwa mchango alioufanya, tunautambua na tunaushukuru, na wote tuendelee kushirikiana ili watoto hawa wengi zaidi waweze kupata msaada. Hizi huduma za kuwatolea vifaa vya kuandika ni walemavu hawa hata huko vijijini ziweze kufika, waweze kusaidiwa kwenye kuandika.